الحمد لله الذي جعل السعادة لمن أطاعه واتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يخيب من رجاه ولا يسأم من ناجاه وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله اختاره الله من بين البرية واصطفاه وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله إنه لقد فاز المتقون nakusieni bila kuisahau nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka wamefaulu wale ambao ni wenye kumcha. Kijana ambaye anamuua mpenzi wake, amuua barabarani wakiwa watu wanapita. Kijana ambaye anayejitoa uhai kwa njia iliyo mbaya kabisa, hali ya kuwa ni mwenye kuacha usia, jeneza langu baba yangu asilisindikize. Amewatafuta wabaya katika ulimwengu, hakuweza kumpata mbaya yoyote isipokuwa baba yake. Kijana ambaye anaweza kujitoa roho yake kwa sababu amemkosa mpenzi, amemtafuta mpenzi kwa gharama, lakini mpenzi amemkataa, anajitosa kitoka juu ya daraja akiingia kwenye maji ya bahari yenye kina kirefu, akiacha maneno mafupi ameandika, nimeshindwa kuendelea kuishi kwa sababu mpenzi wangu kanikataa. Lakini mwanamke ambaye ni kijana anayekubali kumuua mume wake, anamuua kwa sumu, anamuua kwa bastola, anamuua kwa chochote ambacho kinaweza kuwa ni sababu ya kutoa uhai wa mwanadamu, kisa anataka kubaki kuwa ni mmiliki wa mali ya mume wake marehemu. Aina al-imanu, aina al-Qur'anu, aina ad-dinu? Iko wapi imani? Iko wapi Qur'ani ambayo ni desturi na ndiyo mwongozo wa maisha yetu? Iko wapi dini ambayo tunainadi usiku na mchana kuwa sisi ni Waislamu? Idha dhaa al-imanu fala amana. Siku zote imani inapokuwa imepotea, fahamu ya kwamba amani haiwezi kupatikana. Wala dina liman lam yuhyi dina, wala dunya liman lam yuhyi dina. Wala hakuna dunia, hakuna raha ya dunia, hakuna raha ya maisha ya dunia kwa mtu ambaye hajaifanya dini yake ipo hai katika maisha yake. Hakikatan unapoyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, utabaini ya kwamba idha ghaba al-imanu fi qalbi al-insan ghaba ar-rahman, wa idha ghaba ar-rahman hadara ash-shaytan. Utabaini ya kwamba siku zote inapokuwa imani imekosa nafasi katika moyo wako, basi fahamu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni Rahmanu, ni mwingi wa kurehemu, ameghibu na ametoweka katika moyo wako. Wa idha ghaba ar-rahmanu,
na Allah subhanahu wa ta'ala anapokosa nafasi katika moyo wako wewe Muislamu, fahamu hadhara shaitan, shetani anapata sehemu ya utulivu, na sehemu ya utulivu ni katika moyo wako. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قرين. na yeyote ambaye atakayeyafumbia maneno ya Allah, yeyote ambaye atakayeyafumbia hayaoni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutamuwekea, tutamfanyia, tutamjalia shaitan kuwa ni rafiki yake. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم في سورة النساء ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. na yeyote ambaye atakayejifanyia shaitani kuwa ni mlinzi wake, faqad khasira khusrana mubina, afahamu kwa yeye kujifanyia shaitani kuwa ni mlinzi wake amepata hasara iliyo ya wazi kabisa. Ndugu Muislamu, naomba mimi na wewe tujipime. Unayenisikiliza, umeniazima macho yako, umeniazima masikio yako, lakini umeniazima kwa muda mfupi nizungumze na moyo wako. Shetani unaweza ukajuaje kuwa hajauteka moyo wako? Jiulize hapa ulipo, inaposomwa Qur'an karibu na wewe na mziki unalia karibu na wewe, masikizi yako yanapendezwa na kusikiliza Qur'ani au yanapendezwa na kusikiliza mziki? Unaposikiliza mawaidha yanayosema qala Allah wa qala Rasulullah, unaathirika na mawaidha hayo na unapenda kuendelea na kusikiliza mawaidha hayo, au utazima ufungulie mziki au tarabu? Maneno ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam yanaposomwa mbele yako yana uzito wa aina gani? Ukibaini ikisoma Qur'ani mbele yako unahisi ukakasi, haupendi kusikiliza, fahamu hadhara shaitanu fi qalbik, fahamu shaitan tayari ameuteka moyo wako. Lakini ukiona haki inazungumzwa, haki hiyo inagusa maisha yako ambayo hayaendi sawa, haki hiyo upendi kusikiliza, fahamu hadhara shaitanu fi qalbik, shetani tayari kishapata mafikio katika moyo wako. Lakini unapobaini ya kwamba kunapofanyika jambo ambalo lapendeza katika moyo wako, japo kuwa laweza kuwa ni halali, lakini halali hiyo itavunja, itapoteza jambo la lazima, lakini wapenda kudumu na jambo hilo na pengine likawa ni lagau, fahamu hadhara shaitanu fi qalbik, shaitani tayari amehudhuria katika moyo wako. Jiulize, wakati timu mbili zinapocheza, moja ni ya kwako na moja ni ya mwingine, ni Simba na Yanga zinacheza, au ni timu yoyote katika ulimwengu, wakati wa sala ukiingia unaendelea kutazama mpira au unakwenda kwenye sala. Ni wimbi la vijana wengi, ni wimbi la wazee wengi. Kunapokuwa kuna mpira ukichukua masaa mawili,
masaa mawili Allah subhanahu wa ta'ala hana nafasi katika nyoyo zao. Ikitokezea ni mpira wachezwa wakati wa alasiri, utakuta misikiti, kuta za misikiti zinalalama, waislamu wako wapi? Wale wenye majina mazuri wako wapi? Wapo wanatazama mpira. Hadhara shaitanu fil qalbi, shaitani amepata nafasi ya kutulia katika moyo. Jipime. Astaghfirullah, innahu kana ghafara. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum marratan thaniyatan bitaqwallah, innahu laqad faza almuttaqun. Nakusieni mara nyingine kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu idha malaka al-qalb, imani inapokuwa imemiliki moyo wa mwanadamu, hiyo imani ikiwa itambatana na mali anayoimiliki mja huyo, yeye ataimiliki hiyo mali, lakini mali haitomiliki. Aliyemiliki imani ya kumwamini Allah katika moyo wake, imani ya kweli, huwa alladhi yamliku ad-dunya wala ad-dunya tamliku. Yeye ndiyo ambaye ataimiliki dunia, lakini dunia haiwezi kumiliki. Tuhituhu an-ni'matu wala tubdiru, ile neema alionayo kukunjukiwa katika maisha, kumemzunguka kila kona, mambo yanamwendea, lakini kiburi hakiwezi kumfanya na kumteka katika maisha yake. Imani inapokuwa imekita katika moyo, ni nuru inayomwangazia mwanadamu. Atoka wapi, yupo wapi, aenda wapi, haki ni ipi nifuate, na batili ni ipi niepuke. Mwanadamu anapokuwa amemiliki kitu iman, adhiqu washadaidu, dhiki mbalimbali zilizomgubika, matatizo mbalimbali yaliyomfunika, hana raha, hana amani, hana furaha, maisha magumu. Dhiki hiyo, atatoka kwenye dhiki hiyo kama inavyotoka dhahabu ndani ya moto. Kawaida mwanadamu anapopata msukosuko, wanadamu wamegawika sehemu mbili katika kupambana na misukosuko. Kuna watu wanapopata misukosuko hutoka kwenye misukosuko hali ya kuwa imani imeshachomoka. Lakini kuna watu wanapopata misukosuko hiyo inawanoa, misukosuko hiyo inawaandaa, misukosuko hiyo inawafanya wapendeze zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile dhahabu ambayo ni dhahabu makini, khalis, original, unapoingiza kwenye moto ukaitoa, ndivyo inavyong'ara zaidi. Ndugu yangu Muislamu, imani inapokuwa imekita katika moyo wa Muislamu, imani hiyo huwa ni bustani ambayo Muislamu anaishi ndani yake. Alisema Ahmadu na Abdul Halim Nutaymiyah rahimahullahu ta'ala, ametuambia maneno mazuri, hayazingatii maneno hayo kwa uzuri wake isipokuwa yule ambaye imani imetawala katika moyo wake. Asema bustani imani, bustani ambalo mimi ninaogelea ndani yake ni imani yangu. Wa imani fi qalbi
na imani yangu ipo ndani ya moyo wangu, wa qalbi fi sadri, lakini moyo wangu upo ndani ya kifua changu. Kisha akazungumza maneno mazuri kabisa, akasema fa in qataluni faqatli shahadatun, wakipatikana watu wakaniua, kuliwa kwangu mimi ni shahada, taipata janna. Wa in sajanuni fazidni khalwatun, na kama watapatikana watu wakanitengenezea mazingira ya mimi kufungwa, nikiingia jela yangu hiyo itakuwa ni khalwa, nimepata faragha ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akazungumza wa inna fauni fanafyi siyaha, na kama watanikataa katika nchi, wakanipeleka watakonipeleka katika ardhi, basi huko walikonipeleka kwangu ni utalii. Imani inatakiwa ikutengenezee kitu sahihi ambacho utakiendesha katika usahihi wake. Kuna wengi wanatengeneza vitu sahihi lakini hawaviendeshi kwenye usahihi. Fabil mithali yatadhu almaqal, kwa mfano kinachosemwa kinajulikanwa. Leo katika ulimwengu wa Kiislamu watu wanatengeneza taasisi mbalimbali. Taasisi hizo zinapewa majina ya Kiislamu, wanatafuta misaada mbalimbali kutoka kila kona ya dunia kwa nembo ya taasisi ya Uislamu. Lakini maskini wewe, unapoingia kwenye taasisi hiyo ili uone Uislamu unaotangazwa kwenye bango kubwa, unakuta humo ndani yaliyomo ndani ni kinyume na ule Uislamu unaonadiwa. Huu ni utapeli katika dini. Mtu anatengeneza kitu kikubwa, inawezekana nembo yake ni kuwasaidia wajane, inawezekana nembo yake ni kuwasaidia maskini, inawezekana nembo yake ni kuwasaidia mayatima, kusaidia vitu mbalimbali ambavyo kwa hakika ukiviangalia vikifanyika kwa namna yake ni msaada mkubwa. Ukiingia hapo ndani unakuta madudu. Idha dhaa al-iman fala aman, imani inapokuwa imepotea hakuna amani. Taasisi inapokuwa na nembo ya Uislamu, husomeka huruma kwenye taasisi hiyo, husomeka utu katika taasisi hiyo, husomeka uwanadamu, husomeka maneno yenye kufariji, husomeka kutatua shida za watu. Lakini taasisi hiyo unapoingia, baadhi ya taasisi utawakuta yale malengo walioyaandika wenyewe hayajafanyika, lakini malengo ya wasimamizi tayari yameshafanyika. Huu ni utapeli katika dini. Inatumika dini kama kichaka kwa baadhi ya watu ili mtu aweze kujidonesha, aweze kujiweka vizuri katika dunia yake. Hii dunia hata kama utaimiliki itakufikisha wapi? Ni wangapi leo wamejenga nyumba za maana, anafanya sherehe ya kuingia ndani ya nyumba yake, anafanya sherehe hiyo, akimaliza kufanya sherehe mnasikia kesho qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hajaingia kwenye nyumba hiyo. Yule ambaye ni mtoto uliokuwa haumpendi ndiye ambaye ataimiliki gari yako uliyoipata kwa njia ambazo hazieleweki. Yule mwanadamu jirani yako uliokuwa haumpendi wala hautaki akanyage uwanja wa nyumba yako, ndiye wa kwanza atekuja kumtongoza mke wako na kumuoa
kile kitanda ulichokuwa unalalia yeye atakuja kulala, nyumba uliyojenga kwa gharama kubwa atakuja kulala ndani yake. Umepoteza dini yako, umepoteza akhira yako kwa nyumba ambayo hukuweza kuishi na ukadumu ndani yake milele. Akasema mwanazuoni mmoja akieleza kisa cha Khansa, kisa ambacho kina mazingatio. Nasema Khansa kwenye vita ya Uhud mtoto wake alifariki, baba yake akafariki, mume wake kipenzi akafariki. Baba amefariki, mume kafariki, baba yake mtoto wake kafariki. Lakini alipokuja kuzindukana awaambia masahaba wa kike, aina Rasulullah, yuko wapi mtume wa Allah? Wanawaambia mtoto wako amefariki, baba yako amefariki, mume wako amefariki. Hajibu chochote, anauliza aina Rasulullah, yuko wapi mtume wa Allah? Walipokuja kumuonesha, anamwangalia Rasulullah, kisha maneno yanamtoka bila maandalizi, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, nakwambia maneno yanayotoka katika kifua changu, katika moyo wangu, yakiwa ni ya ukweli. Kila jambo gumu, kila jambo ambalo ni musiba, kila fitna yoyote itayotokea katika ulimwengu nikiwa hai, baada ya kukuona wewe, misiba yote ni rahisi, misiba yote ni mepesi. Yaonesha mwanadamu imani kwanza kabla ya dunia. Majuto ni majuto ya aina 4. Mwanazuoni mmoja alitunga kitabu akakiita Hadaiqur Ruhi war Rihan. Akasema majuto ni aina 4. Anasema kuna majuto nadama tu yaumi, mtu anajuta kwa siku. Ni pale mtu anapotoka nyumbani hakula chakula cha mchana na hajui huko anakokwenda atakula au hali, alafu akienda akose chakula, siku nzima atakuwa anajuta, ningejua ningekula. Alafu kuna nadama tu sanatin, kuna majuto ya mwaka mzima. Majuto haya ni ya mtu ambaye kula kwake ni kilimo, umefika wakati wa kilimo asilime. Hawa waliolima wakapata, yeye hakulima hana, atajuta ndani ya mwaka mzima. Alafu kuna majuto wanaita nadamatu umrin, majuto ya umri wa mwanadamu. Ni pale ambapo mwanadamu atachagua mwanamke wa kumuoa, akawa mwanamke huyo si mwanamke sahihi, huyu kwa kuwa ndoa ni maisha, atajuta umri wake mzima. Lakini majuto ya mwisho wakasema wanazuoni, akasema wanazuoni, huyu nadamatu abadin, ni majuto ya milele. Majuto ya milele ni majuto ya aina gani? Ni yule aliye kengeuka na kutekeleza amri za Allah, aliloamrishwa ameliacha, alilokatazwa amelifanya. Huyu akifa majuto yake ni majuto ya milele. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa adna al-batila batilan warzuqna ijtinabah. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.